Pamba moto. Okay. Mambo ya usajili yamepamba moto. Kuna kaswali kidogo. Singida kwa jinsi gani wao wanakuwa wanaushusha ushindani wao hasa wanapokutana na hizi timu mbili kubwa na hasa katika kuwania mataji makubwa. Silaha wanaziuza katika kipindi hiki. Pengine tumeona Mohamed Damaro ameenda Yanga, lakini tukasikia Marusha K pia alikuwa anatarajiwa kwenda Yanga, lakini mambo yameshindikana. Hasa katika kipindi cha mashindano. Kwa namna gani Singida wanaidhoofisha timu yao? Oyo Singida na Yanga wakati mwingine mimi nashindwa kuzungumzia. Na ni kitu kidogo nakiona kimekaa kwenye ule mfumo wa kusema wenyewe. Unajua hizo timu zote ni za mmiliki ni mmoja. Yanga na Singida. Yanga na Singida. Kwa nini mmiliki ni mmoja? Kwa sababu huku yeye ndo ni mjumbe wa anasema ni member wa board of trustee ya Yanga. Kikatibu hawa ndio wamiliki. Okay. Lakini huku ndo mmiliki tena wa hii timu. Kwa hiyo inawezekana kawa na shift kama vile ambavyo mtu anaweza kashifti vyumba vya watoto wako. Kwamba hawa alikuwa na kina Saleo kwa nalala huko ahamie huku, kina Mohsen kwa nalala huko ahamie huku. Kwa hiyo imekuwa ni hivyo, lakini sijui kama inakwenda that professional. Na yenyewe saa zingine inakuwa sio nzuri sana kwa sababu kiushindani kwa maana ya muonekano inakuja kuharibu inapofika kipindi Yanga na Singida wanakutana. Inaonekana kama vile hawa ni ndugu na favorites yanakuwa ni ndugu mkubwa, kwa hiyo hakuna ushindani. Naliona kama sio jambo zuri sana, lakini tuwaachie wao. Lakini siku moja watakuja kuniambia kwamba undugu wa namna hiyo sio mzuri sana, na sielewi kwamba kama mlikuwa mnanikatalia mwanzo. Nilisema Yanga kumradhi wamefeli kwenye usajili waliofanya kwa ajili ya msimu huu. Kwa maana wachezaji wengi waliochukua walishindwa kuclick. Na ukiangalia matangazo ya wachezaji wakati wanafika na sasa hivi hakuna hata mtu tena anazungumzia ile mbwembwe ya wachezaji na nini. Kwa hiyo walishindwa kuziba mapengo yale kina Aziz Ki na wengine ambao waliondoka, na nyongeza au ongezeko lilokuja halikuwa na nguvu. Lakini utaona cha ajabu sana sasa baada ya ile Yanga kama wamekuwa waoga hivi. Badala kutafuta wachezaji wengine nje kwa wingi, wameingia na baridi, maana yake wanalazimika kuchukua ambao wamewaona tayari wanacheza kwenye ligi hapa, sasa kwenda kuwanyofolea Singida. Yaani inakuwa kama Singida ndio wenye ubora zaidi kwenda kunyofoa pale Yanga. Na hii imetokea sana kwa Yanga, sema watu wasemi. Yaani Yanga watapenda kwenda kunyofoa Simba pale kidogo. Yaani wale wanaofanya vizuri kwenye timu za hapa kama vile hawajiamini na kwenda kutafuta watu nje. Mfano ukiangalia hata Okello ni mchezaji ambaye by nature is East African player. Kwao inakuwa ni rahisi zaidi kupata mchezaji ambao anaamini akija pata kriki kwa wepesi. Kwa hiyo kuna kahusiano fulani vika Yanga na Singida kanaonyesha unprofessional. Lakini kwa sababu wao wenyewe wanakafurahia Singida kwa sababu baba yule na Yanga baba yule, nafikiri tunaweza tukawaachia ndugu wakaendelea na mpango wao. Lakini mimi bado ungeniambia advice Yanga kama klabu kubwa inatakiwa iendelee na ile trend yake ya kwenda kutafuta watu wazuri nje wanakuja kufanya vizuri hapa. Na Yanga haijaanza leo. Wote tunajua Yanga wamefanikiwa kwenye hiyo. Kipindi kile tulisikia na wagombania sio Aziz Ki na Simba, sio kina Pacome, lakini Yanga wao mwisho ndio walikwenda kugrab wale wachezaji na kufanikiwa kuwapata na wakaonyesha kweli ni wachezaji wazuri. Hauwezi kukataa alichokifanya Aziz Ki, hauwezi kukataa alichokifanya Pacome, Max pia halikadhalika na wengine ambao Yanga wamefanikiwa kuionyesha jamii kwamba ni wachezaji bora. Kwa hiyo kurudi kwao nyuma hivi kwa kushindwa mara moja tu kufanya vizuri haiwezi kuwa sahihi, kwa sababu usajili hakuna mtu anafanya vizuri milele. Nikukumbusha hata kama unakumbuka one of the failure ya usajili ya Alex Ferguson ni mchezaji aitwa Bebe. Bebe. Mchezaji wa alifeli kabisa. Na akakili ukisoma kitabu chake anasema hakuna mtu anayeshughulika na usajili aliyewahi kufanya usajili bora kwa 100%. Yaani kuna sehemu utafeli, kufeli ndio kuna kufanya uwe bora, kuangalia usajili mwingine utakaofuatia ufanye namna gani. Kwa hiyo Yanga wasiingie hofu au baridi kutokana na kushindwa kufanya vizuri kwa wachezaji walioleta kwa msimu huu. Wakaonekana hawana faida na ukaona Yanga kwenye mechi walizofanya vizuri wamebeba na wachezaji wale walio kuwa nao. Kwa hiyo nafikiri wangeweza kuendelea na ile trend yao, kuendelea kushikilia ile heshima ya kwamba wamekuwa na good choices na wanaleta wachezaji bora. Alan Okello sasa ndo anakuja Young Africans na
inawezekana hii ndio ikawa backup, yani kuzima yale yote ambayo yametokea kwa kumleta Okello. Wanasema ndio star boy kwa East Africa kwa sasa, ndio mchezaji nguli, na takwimu zinaonyesha wachezaji wa Uganda wanafanya vizuri Tanzania. Mchezaji nguli na mmetumia jina star boy kwa East Africa sasa hivi, kwangu mimi anaitwa Faisal Salum Toto kwangu mimi. Ndio namchukulia ndio mchezaji maarufu zaidi, anayefanya vizuri zaidi kwa upande wa East African, kwa wachezaji wazao wa East Africa kwangu mimi. Lakini Okello ni one of the best player, especially unapozungumzia creativity. Na kwa upande wa Yanga ukiangalia pale katikati creativity kidogo imeshuka. Utaona Yanga sasa they create a lot from wings. Wanatoka pembeni kuja ndani. Wakipata na mtu ambaye anaweza kuwa anaingia ndani pale na kufanya creativity, mimi naamini watakuwa na ubora sana. Na hasa mimi nilikuwa niangalia kwenye michuano ya kimataifa, Special Champions League, naamini atawapa msaada mkubwa sana. Na ikitokea akaklik, kwa sababu Waganda na Watanzania mazingira hayapishani sana, haiwezi kumpa shida sana Okello. Mimi naamini kama mchezaji ambaye anatoka Kameruni, anayetoka sijui Guinea, Mali na kwingineko. Ukisema Kiingereza anazungumza, Kiswahili hakiko mbali, na naamini kabisa kuna nafasi ya kufanya vizuri. Kwa hiyo kama akija na akao kwenye kiwango chake, nataka kuhakikishia Yanga watakuwa wamefanya usajili mwingine mzuri ambao unaweza kuwasaidia. Na hata akishindwa kuclick recently, bado kuna ile nafasi ya kumvumilia, kwa sababu tayari Okello amesha prove yeye ni mchezaji bora na ana uwezo na anaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo choice yao ni choice, mimi naamini ni ya uhakika. Baada ya kipigo cha Simba chokopokea kwenye michuano ya Kombe la Mapinduzi, stories zinaeleza kuwa Mwalimu Steve Barker anataka wachezaji wapya 4, hasa wa kimataifa, kiungo, winga, mambo hayaeleweki. Kwa namna gani mwalimu anapitia wakati mgumu ni kosti ya Simba hivi sasa? Ukisema anapitia wakati mgumu ndio kafika tu. Yani kafika na kipigo ndio wakati mgumu. Unajua Simba haijawatendea haki mashabiki wake. Lakini ukiwa shabiki wa mpira unapaswa kuvumilia. Maana Simba waliwapa mashabiki wao zawadi ya mwaka mpya kwa kipigo, wakauanza mwaka mpya kwa kipigo. Umeelewa? Sasa unajua ukiangalia wakati wanafungwa na Azam, kocha huyu alikuwa hajaje na walikuwa ndio wamefukuza kocha kama unakumbuka. Kwa kocha mnasema interim coach Ambeni Matola amemaliza, ameingia kocha mpya naye anakuja akakutana ndio na Azam tena. Na Simba ikafungwa mara 2 na Azam ndani ya muda mchache sana. Nafikiri kwa Simba wanatakiwa ichukulie tu kama somo, kwa sababu ukiangalia Baraka ndio amekuja sasa hivi. Ni kocha ambaye kwa mazingira ya Tanzania atakiwa anza kubadilisha vitu. Na kama kwa kocha yote angekuja lazima atakuwa na mapendekezo ya kuona kutokana na aina mifumo yake, aina ya kucheza na kadhalika na kadhalika. Lakini kocha mzuri sana pia angekuja kipindi ambacho hakuna ile room ya dirisha la usajili. Unatakiwa wachezaji unaowakuta wale ndio ufanye nao kazi, na kama ubora wao ni 25 wapeleke 70 80 wakati unasubiri kipindi cha kuweza kuongeza. Lakini sasa hivi kwa sababu yeye amekuta kipindi ambacho Simba inaweza kufanya usajili, kwa sababu ndio kipindi kinakuja, nafikiri wayasikilize maoni yake, kwa sababu ni one of the best coaches kwa zone ya Afrika, si ndio? Na especially huku kusini. Kwa hiyo wamsikilize na wayafanyie kazi. Na nilisikia pia wanatafuta kipa, na bado Simba mimi nafikiri wanahitaji kuwa na kipa mzoefu wa kariba ya huyu Kamara ambaye nimeambiwa ni majeruhi. Kwa hiyo wanahitaji kuwa na kipa wa type hiyo ili kutimiza ule ukubwa wa klabu ya Simba, kwamba hii ni klabu kubwa. Maana mimi nataka nikwambie, moja ya sifa ya kuwa na klabu kubwa lazima muwe mna kipa mkubwa. Sio lazima wao wa kigeni. Mimi kwa makipa wa kigeni sasa hivi, kwa sababu tunaruhusu, msimamo wangu mimi mnaujua. Mimi natakaga Kamara, Diara na nani wote waende nyumbani kwao. Sisi makipa wa kwetu wakishaanza kudaka hapa watakuwa wakubwa tu, kama ambavyo umeona leo Egypt wana makipa wakubwa, Morocco wana makipa wakubwa na kadhalika. Lakini sisi tunahitaji makipa wetu hapa ili tuweze kutengeneza makipa wakubwa wa kwetu sisi. Kwa ndio maana nasema wanahitaji kipa mkubwa. Sasa kama mnaona kuna kipa mkubwa yumo humu ndani, basi wamlete. Lakini kama kipa mkubwa anakwenda kumtafuta nje na ndio anafaa, basi wamlete. Lakini Simba inahitaji kipa mkubwa, kwa sababu goalkeeper is a leader. Ndio anaye lead team kile inapokwenda na kile inapokuja kushambuliwa. Kwa hiyo inahitaji mtu mzoefu ambaye ataweza kuifanyia Simba kazi iendane na yenyewe jinsi inachokihitaji.
Hapo wakati mwalimu anataka wachezaji wapya, stories zinasema kwamba Selemani Mwalimu anatakiwa na klabu yake ya Wydad mara baada ya performance nzuri kwenye michuano ya AFCON. Sasa mzigo unakuwa mzito kwa Mwalimu na Simba kwa ujumla. Sijajua makubaliano na ya Wydad na Simba, lakini mimi nikiwa Morocco kulikuwa kuna gumzo sana la wachezaji. Unajua wa Morocco, mfano niona kuna mashabiki baadhi wamekwenda mashabiki wa Wydad wameenda kuishangilia Burkina Faso kwa sababu ya Aziz Ki. Okay. Lakini wakati tukiwa kwenye mechi ya mwisho tunafuzu versus Tunisia, kuna mashabiki wa Morocco walikuja kushangilia kwa wingi sana. Lakini baada pia wakati tunatoka na tunawashukuru kwa kile walichokifanya, wao wanasema majority kumbe walikuwa pale ni mashabiki wa Wydad. Na mmoja akasema yeye ni shabiki wa Raja, lakini amekuja pale sio kwa sababu ya Mwalimu. Yeye amekuja tu kwa sababu huwa anaipenda Tanzania. Wale wengine kilichowaleta pale ni Mwalimu. Yaani wao wanaangalia mchezaji wao yuko timu gani wanakuja kushabikia. Na kilichowafurahisha ni kuona Mwalimu anacheza na performance yake wao walifurahia sana. Lakini performance ya Mwalimu ikaenda kuwa gumzo zaidi kwenye mechi versus Morocco. Kwa hiyo inaonekana sasa hii imetengeneza mjadala ndani ya klabu ya Wydad kwamba huyu mtu anaweza katusaidia, kwa sababu ukiangalia fullbacks za Morocco ambao wao wanaziamini na ndio wachezaji wanaotoka nje, lakini Mwalimu alikuwa na uwezo wa kupita na kupiga cross nzuri, kutoa pasi nzuri na wafanya wao waone kwamba tunahitaji kumrudisha. Sasa hii inategemea makubaliano kati ya Simba na wao Wydad wenyewe. Yakoje na yamefikia wapi, hii tunawaachia wao wenyewe. Lakini Simba kama wanaweza kuongeza muda wa kubaki na Mwalimu, kwa sababu mimi naamini Mwalimu anaweza kuwa msaada sana. Kwa nini? Amesajiliwa kama striker, lakini mimi namuona mchezaji ambaye anaweza akacheza kama second striker inside 10, lakini namuona ni mchezaji ambaye anaweza akacheza wing zote, kwa maana tuweke mguu wake ndani acheze kushoto atakuja na mguu kiwa ndani, au acheze kulia asaidie kupiga cross. Kwa ni mchezaji ambaye ni tunaweza kusema kama vile versatile, anakupa vitu vingi kwa wakati mmoja, na especially kwamba ni Mtanzania, hauhitaji azoe. Kwa hiyo exactly. Kwa hiyo ni mchezaji ana vitu vingi Simba anaweza kawapa kuliko mchezaji mmoja wa kigeni au wawili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo akifanikiwa kubaki naye, mimi naamini atakuwa na msaada mkubwa sana kwao kuliko kuangalia kusajili mchezaji mwingine. Michuano Mapinduzi inaelekea katika hatua ya finali sasa, hitimisho. Hapa kuna vitu kadhaa. Kwanza ongezeko la fedha kutoka milioni 100 hadi kufika milioni 150. Lakini ushindani kati ya Yanga na Azam. Yanga wanasema ile kombe hawajalichukua muda mrefu. Na Azam wanalihitaji hili. Kwa maana hiyo ongezeko la thamani hii inafanya ushindani pia uwe mkubwa. Kwanza ni shukuru sana kusikia kuhusiana na ongezeko la thamani kwenye mashindano ya Mapinduzi. Kwa sababu kama unakumbuka mimi ndio limekuwa gumzo langu. Na nimekuwa nikisisitiza mara nyingi, nafikia hata wiki moja au mbili. Wiki moja fikiri iliyopita na nusu tulifanya mazungumzo na Mzuri. Nikalizungumzia hili swala. Kwa nini? Kwa sababu naona tunakwenda kushirikisha timu zetu kubwa, lakini mashindano yalikuwa kama yamekaa yani kama kisiasa hivi, kwamba ni lazima uwe nani, kunakuwa kama kuna force, ni lazima tu ushiriki kwa sababu ni siasa, lakini ukiangalia ile faida kama club inakuwa hakuna. Lakini hizo clubs zinaendeshwa kibiashara pia. Kwa ni lazima kuangalia kwamba watu wanakwenda kugombea kitu watapata nini at least kufidia mapengo ya kile ambacho wamekuwa wakikigombea. Kwa hiyo kama wameliona hilo ni vizuri zaidi, na bado mimi naendelea kuinsist, bado kama wale wanaoandaa Mapinduzi watakuwa ubunifu, wanaweza kusaidia kupatikana kwa zawadi kubwa zaidi, kwa maana ya kusogeza watu waje wafanye udhamini. Sasa kwa clubs zenyewe wanaweza kujua wenyewe wanaweza kupambana vipi. Kwa kunajua Yanga na Azam ni one of top 3 team au top 4 teams za Tanzania, zinapokutana kwenye michuano hiyo, mimi nafikiri inakuwa ina heshima yake na itakuwa ni mechi nzuri ambayo mimi matarajio yangu kama Yanga anataka kushinda tena, kama Azam anataka kuendelea kushinda tena, watuonyeshe football ambayo inajenga heshima ya mpira wa Tanzania, kwa maana ya ubora wa ligi yetu ambao ni moja ya ligi 5 barani Afrika. Kwa hiyo ni jambo zuri sana tuone mpira ambao unatuheshimisha. Atakayeweza kulichukua kwa uwezo wake itakuwa jambo zuri sana, na msisitizo uwe kwamba muamuzi atakayechezesha, uamuzi atakaochezesha watende haki, ili isije kama mmoja amefungwa tuna sababu ya kuzungumza kitu kingine nje ya uwanja.
Tumemaliza. Kuna kingine? Nikumbushe.